Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wangu, kwa jina naitwa Bahati Mkondia. Ni mchungaji katika kanisa la Pentecost True Faith Church of God International. Ninakuletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Kuna matukio ambayo kwa mtu ambaye ameokoka lazima kuweza kufundishana na kuweza kuelezana kuhusu habari ya kusudi ambalo Mungu ametuita. Tukio la kwanza nilikuwa nimekupa kipengele ambacho kinahusu habari ya jinsi Mungu anavyofanya kazi katikati ya watu wake. Na wakati huu Mungu anafanya mambo makubwa sana, sio kwangu tu, inawezekana na kwa mtu mwingine na mwingine. Ni wazi Mungu afanye hayo ili kudhihirisha ufalme wa Mungu, lakini ili pia kuharibu ufalme wa giza. Jambo ambalo nataka ujifunze. Kuna neno moja, neno hili litafuatana na ushuhuda hapo mbele. Neno hili liko kwenye kitabu kile cha Wakolosai 1 na mstari wa 13. Mtume Paulo anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Biblia inasema alituokoa katika nguvu za giza. Hebu wazia neno hili. Unajua wakati mwingine kuna watu wengi huwa wanasoma neno hilo, utakuta anaposoma napita tu. Yaani naye alituokoa katika nguvu za giza na akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Lakini hatilii manani nini maana ya giza. Wengi wanaelewa katika maisha tulionao kuna giza hili ambalo watu tunapoenda kulala linatokea. Lakini kuna giza ambayo inasema giza lenyewe ni dhambi. Lakini kuna giza ambayo nataka nilielezea ni ufalme wa giza, na ndio maana Biblia inasema wakuu wa giza. Sasa katika unapokuwa mwana wa Mungu, jambo hili linakutana sana na watoto wa Mungu na linawasumbua sana wana wa Mungu, ila hawaelewi. Unapanga jambo lolote, kupanga kumuomba Mungu, unapingana na ufalme wa giza. Kupanga kuokoka, unapingana na ufalme wa giza. Kupanga mipango ambayo itakuwa ni sehemu ya kuinuka kwa huduma au ni sehemu ya maisha yako katika mwili au katika roho, mipango yako mizuri, ina maana lazima giza litakuchukia. Na hili giza si giza tu tunaliona katika macho. Ni kuna watu ambao wanafanya utawala au ufalme wa giza, ni watawala wa giza. Hawa ndo wanafanya injili iwe ngumu. Hawa ndo wanafanya maisha ya watakatifu yawe magumu. Hawa ndo wanafanya hata maombi unayoomba ukutane na vipingamizi vikubwa. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, ningeweza kukupa nafasi siku moja ututembelee, uangalie mambo yanayotokea. Hawa wanaweza akakuletea jambo lolote lile, ugonjwa, vifungo mbalimbali, ambavyo hivyo vitakuletea ushindwe kufanya huduma, uone maisha yako ni ya taabu. Saa nyingine unaweza ukaona kabisa, angalia wafalme wa giza wanaofanya kazi. Ni kwamba kuna mtu ni Mkristo ameweka duka lakini hana wateja. Alafu unakuta mtu ambaye hajaokoka ameweka duka na wateja wengi. Ukimwambia anasema kuna sehemu nilienda, alafu nikapata dawa ya kuwavuta watu. Ina maana usipokuwa umeokoka na wewe unavutwa unaenda mahali pale, manake hauna nguvu yoyote. Jambo gani? Na maana wafalme wa giza. Sasa ningeweza kuendelea kuongea zaidi. Unafanyeje kuwaharibu hawa wafalme wa giza ili huduma yako iwe juu? Unawezeje kuwaharibu hawa wafalme wa giza ili wakuachie kuwa huru na familia yako kuwa huru, ili maisha yako yapenye zaidi katika ulimwengu wa roho na mwili? Sasa hapo kwanza utakutana na ushuhuda kwa ajili ya kijana huyu ambaye ana historia ya maisha yake kule alikokuwa kwenye ufalme wa giza, jinsi ambavyo alitokea huko mpaka kajiunga katika ufalme wa giza, na jinsi alivyotumikishwa. Nafikiri atakwambia mambo mengi. Kwa hiyo utakapomsikiliza huyu bwana, utaona ni jinsi gani alivyokombolewa kutoka katika huo ufalme, neema ilipomfikia, na kutoka hapo nuru ya Bwana imekaa ndani yake. Hakai tena wala kushirikiana na ufalme wa giza tena. Kwa hiyo amebaki anatembea kwenye nuru, na amebaki kuwahurumia watu wengine ambao wamekaa katika ufalme huo, kwa sababu kule ni mateso. Mungu akubariki sana. Fuatana na mimi mpendwa, ili uweze kujifunza somo hili, lakini fuatana na mimi katika hilo. Fuatana na mtumishi huyu ambaye atakwenda kushuhudia historia ya maisha yake
jinsi alivyojiunga katika huo ufalme wa giza na jinsi alivyowatesa watu, na imani Mungu atakujalia sana ukimsikiliza. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Judas Bodi. Ni mzaliwa wa mkoa wa Kigoma katika wilaya ya Kasulu. Kuna kijiji kinaitwa Rungwe Mpya ambacho kipo barabara kutokea Kasulu kuelekea Uvenza. Nimezaliwa na kusoma shule ya msingi pale darasa la kwanza mpaka darasa la 3. Baada ya kufika darasa la 3, mzazi wangu akawa amehamishwa kikazi kwa sababu alikuwa ni mwalimu. Kutoka katika kile kijiji cha Rungwe Mpya akahamishiwa kijiji ambacho kipo magharibi mwa mkoa wa Kigoma, ambapo sasa hivi kipindi hicho ilikuwa ni wilaya ya Kasulu tena ile ile. Isipokuwa kwa sasa hivi ndio wilaya mpya hii ya Buhigwe ambayo ndo anatokea Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mtu wa Mungu, napenda nikuletee ushuhuda kwanza kabisa. Huu ni ushuhuda unaohusu maisha yangu. Maisha ambayo nimewahi kupitia kabla ya leo hii kuanza kumtumikia Mungu. Ndugu zangu, mimi nilikuwa nikijishughulisha na shughuli za kishirikina. Mimi nilikuwa ni mchawi, yani si nizungumze mchawi namna gani. Nilikuwa ni mchawi mkubwa sana, sana sana. Yani kiasi kwamba sasa nilikuwa nimefikia hatua ambayo sasa nilikuwa sasa nimeanza ule uwezo wa kutoka hapa duniani na kwenda kuzimu. Ni kwamba baada ya kuwa tumehamia kama familia ya Kigoma mjini, mimi nilisoma pale shule ya msingi kwa darasa la 7, nikahitimu. Baada ya kuhitimu nikachaguliwa kwenda sekondari. Lakini tukirudi nyuma katika maisha ya shule ya msingi nilikuwa nikisoma. Nilikuwa na maisha fulani hivi ya utukutu. Nilikuwa kijana mtukutu sana sana sana. Yaani kijana ambaye nisiyeambiwa kipindi hicho. Nilikuwa ni kijana ambaye yaani matukio yalikuwa ni mengi sana pale nyumbani. Matukio mara hivi, mara kapigana. Yaani takataka zote ilikuwa ni za kwangu mimi. Baada ya kuwa nimemaliza shule ya msingi, nikabahatika kuchaguliwa kujiunga na sekondari kipindi hiko. Baada ya kujiunga na sekondari hapo, nikawa sasa ndipo nilipoanza kujihusisha na mambo ya kishirikina. Ilikuwaje nikajihusisha? Katika kujihusisha kwangu nilikuwa nina mahusiano kidogo na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji. Yule mganga wa kienyeji alikuwa yupo mtaani kwetu pale. Ni mara sio mara moja au mara 2 mara 3 ananifuatilia. Anakuja kabisa direct, bwana fulani Judas, mimi niko naangalia katika vipimo vyangu, mimi naona wewe unafaa kabisa kufanya kazi na mimi. Yaani kuna kazi ambazo mimi mwenyewe binafsi sometimes nashindwa kuzifanya, lakini wewe ninavyokuona unafaa sana. Mimi kwa kweli sikumuelewa. Yaani sikumuelewa kabisa, kwa sababu ni vitu ambavyo kwa kipindi hiko nilikuwa navisikia tu, nasikia uchawi, nasikia nini, nasikia waganga. Kwa hiyo nikawa sielewi lolote lile. Kwa hiyo baada ya kuwa nimecrash kwa muda mrefu, ndipo yule bwana ikafikia muda sasa mpaka akawa anachukia, yani akawa anaonyesha ile chuki moja kwa moja kwamba wewe unakataa kufanya kazi na mimi. Na wakati naona kabisa wewe nyota yako iko vizuri. Bwana, mimi kwa kweli mimi sikubali. Kama sio hivyo, utakuja kupata mitihani mikubwa sana katika maisha yako. Yaani nakwambia wewe, yani hili jambo itabidi ukubali. So nilitafakari sana baada ya kuniambia yule mganga vile. Ikabidi tu nikasema basi whatever the case takapokuwa na iwe, mimi siwezi nikakubali. Kweli mtazamaji wangu, mtu wa Mungu, napenda nikwambie kwamba siku zote jambo lolote lile huwa linaanzia katika udogo. Yaani haiwezi katokea tu from nowhere ukawa ni mtu fulani mkubwa, hapana. Naomba nisikize kwa makini ninapokuambia ushuhuda huu hapa. Kuna vitu ambavyo wakati mwingine watu tunavisikia tu katika vyombo vya habari, kwenye magazeti, mitandaoni. Tunavisikia tu kama vichekesho fulani hivi au habari ambazo hazipo. Mtu wa Mungu, napenda nikwambie kwamba mambo haya yapo. Mimi suala la kubeba misukule hadi kumchukua mtu kumfanya kuwa msukule na kwenda kumweka sehemu kwa ajili ya kufanya shughuli, hiyo ndio ilikuwa shughuli zangu. Kutengeneza radi. Mtu wa Mungu, radi ndugu zangu huwa zinatengenezwa. Na nitakueleza hapo mbele kwamba radi tulikuwa tunatengeneza vipi na tulikuwa tunazishughulisha vipi. Na usione mtu wakati mwingine anapata mafanikio haraka,
unashangaa labda mfano na duka, unashangaa ndani ya muda mchache duka limekuwa. Kuna michakato mingi sana, kuna kafara nyingi sana huwa zinatolewa pale ambazo wewe kwa namna moja au nyingine huwezi kujua. Kipindi fulani wakati nipo shule kuna tukio ambalo lilitokea ambalo kiukweli sikujua ilitokea vipi, lakini nadhani ilikuwa ni namna ambayo ilifanyika. Wakati nikiwa tupo darasani, tulikuwa tunafanya usafi, siku ilikuwa ni siku ya usafi. Katika kufanya usafi kuna rafiki yangu mmoja alikuwepo, nilikuwa nafanya naye usafi. Baada ya kufanya naye usafi akaniambia nirushie ufagio wa kufagilia. Ili kuna sehemu ufagio wake ulishindwa kuchokonoa vizuri wakati ukifanya usafi, kwa kaniambia ufagio. Nikachukua ule ufagio nikaurusha. Baada ya kuurusha, unajua fagio za kule Kigoma sio sawa sana sehemu zingine, kwa sababu unakuta ile miti yake ni ya miti ya mchikiche, makuti, yale makuti ndio wanakataa ufagio. Kwa hiyo ule ufagio huku mbele kwenye sehemu ya kufagilia kabisa huku mbele unakuta ule ufagio una chongo kabisa iliyochongoka. Kwa ile pale kwa namna moja au nyingine ile inaweza kawa silaha mtu akitumia vibaya. Kwa mimi katika kumrushia nafikiri yani kwa moja ile sikujua, lakini nilikuwa nimetendewa. Kwa sababu nilikuja kujua baadaye kwamba ile tukio lilivyotokea, kumbe yule mganga kuna namna alivyofanya ili kuweza kuniharibia mimi. Kwa hiyo katika kumrushia ile ufagio yani sijui litokea vipi, bahati mbaya ndio hivyo kwamba ule ufagio ukamdondokea katika macho. Ya zile ncha zake zile zikadondokea katika macho. Baada ya kumdondokea katika macho pale alipiga kelele, nakufa. Basi kabidi watu wakakusanyika pale, wanafunzi wenzetu, taharuki na nini, nimekuaje? Ameniumiza. Basi akaja pale mwalimu wa nizamu, discipline master yupo, akatuchukua akatupeleka ofisini kule mimi na yeye. Bana, imekuaje? Kwa kweli mtazamaji wangu, mtu wa Mungu, usiombe uje ukutane siku moja na mtu akakupiga kitu kinaitwa kipande. Unajua kipande ni ile mtu ambaye anaweza akakutupia. Kuna majini fulani hapo nitakuja kuelezea baadaye. Hao ni majini ambayo unaweza kumtupia mtu. Yaani majini ambayo yana uwezo wa kukaribisha kitu chochote kile kibaya kitokee. Yaani yana force. Unaweza kushangaa from now umekaa sehemu unashangaa mara ajali, gari lafika na kuvamia, hata uelewe imekuaje. Unashangaa mtu labda sometimes namsalimia. Yaani unamsalimia tu, hakuna chochote kile, unashangaa mara ghafla ugomvi unaibuka. Kwa hiyo ndio kitu nilichokifanyiwa, japokuwa mimi kwa muda wote sikujua, nikajua tu ni hali ya kawaida. Mwalimu wa nizamu ikaje kaonekana kwamba mimi ndio mwenye makosa, nimefanya makosa. Tena ikiwezekana sasa wamchukue yule wampeleke hospitalini. Wakimpeleka hospitali mimi nibidi nikamatwe, nipeleke wapi? Polisi. Maamuzi yalikuwa yamefikia hivyo. Lakini baada ya hapo, baada ya kuwa tumefikia tu mpaka wazazi wakaitwa, baba yangu akawa ameitwa. Vitu pale wakafanya pale, kaje kaonekana bwana, huyu jamaa bwana anatakiwa atufukuzwe tu shule, haiwezekani afukuzwe kwa sababu anaonekana ni mtovu wa nidhamu. Ni kweli kabisa nilikuwa sina sifa nzuri, mtovu wa nidhamu, korofi, yani mambo kibao. Kwa hiyo bodi ya shule ikaamua tuwafukuzwe shule. Wakanifukuza shule. Walivyonifukuza shule kikweli, yani ni pigo moja kubwa sana ambayo niwahi kulipata kipindi hicho. Na ndo kwanza kabisa nilikuwa niko form 3 mwanzoni. Kwa baada ya kupata hilo pigo hilo, basi mimi nikaa nimerejea nyumbani. Siku moja sasa tumekaa, yule mganga akawa ananifuata siku moja, nilikuwa nimekaa peke yangu sehemu, akanifuata akaniambia basi ngombe kitu kimoja. Umeona kilichokutokea? Bwana, wewe maisha yako yanaelekea kuharibika. Kwa sababu yanaharibika, inatakiwa ukubali kabisa kufanya kazi na mimi. Yaani ukubali kabisa kufanya kazi na mimi. Bila hivyo unaenda kuharibikiwa zaidi. Mtazamaji wangu, mtu wa Mungu, kwa kweli mimi nilishikwa na hofu. Kwanza nikawa nahofia kwamba hili limenikuta tu, na kwa namna yote ile ndio kasababisha. Je, kesho sitanikuta kubwa zaidi au baya zaidi? Tena mdada ananiambia bana, wewe una mikosi mikubwa sana na nini. Akanieleza vitu kibao ambavyo vilinichanganya kichwa. Mwisho wa siku nikawa nimekubali kufanya naye kazi. Basi asilimia kubwa ya shughuli nyingi ambazo alikuwa akizifanya yeye ilibidi sasa zikazi zimehamia kwangu.
Akaniambia, bwana, wewe nyota yako ni kali sana kuliko ya kwangu. Kwa sababu na nyota kali, shughuli mimi nitakazokuwa nazifanya utakuwa unazifanya. Na wewe inabidi kutengeneza mwili wako kwa vizuri kabla hujaanza, kwa sababu kuna wakati unaweza kufanya kazi, unaweza ukaenda ukapiga pigo, ukashangaa ile pigo linarudi kwako. Kwa lazima mwili wako ni kutengeneza. Kitu cha kwanza alichoniambia kwamba inatakiwa ufukiwe chini ya ardhi. Shimo lichimbwe kama kaburi kabisa. Shimo litakapokuwa limechimbwa vizuri kama kaburi vile vile unavyoliona, wewe utaingia ndani, utalala. Mule ndani utakaa siku 3. Aisee, mtu wa Mungu, ilikuwa ni ngumu sana kukubaliana na hali ile. Ilinichukua muda sana kuikubali hali, lakini mwisho wa siku ikabidi nikakubali kwa sababu sikuwa na option yoyote ile. Alafu kitu kingine, labda kabla sijaenda mbali nielezee kwamba maisha ya wanayoishi familia ambayo inamjua Yesu, familia iliyookoka, familia inayomtumikia Mungu, sio sawa sawa na familia ambazo sisi tumeishi. Tumeishi katika familia ambazo hazina habari kabisa ya Mungu. Yaani kiasi kwamba hata kama inatokea unapotea, familia haijui lolote. Yaani basi tu ni kwamba hakuna. Kwa hiyo unaneema sana wewe ambaye bado familia yako ni familia ambayo imemkubali Yesu na kumfanya kuwa kiongozi wa maisha yao. Mimi muda huo wakati hayo yote ananikuta, wala wazazi hawana hata habari. Hawajui imekuaje, mwisho wa siku najikuta tunaenda mwenyewe, kama napotea hata sielewi kama inakuaje. Kwa mtu wa Mungu, ikafika siku ambayo sasa ndo inatakiwa mimi sasa nikafukiwa ardhini. Nikishafukiwa ardhini kule, kwanza nimezeshwa azima ilizi. Nikishameza ile azima ninywe na dawa, then ndo nijue kwenda chini. Mtu wa Mungu, ile azima niliopewa baada ya kuimeza na kunywa ile dawa, yaani nilijikuta kama ni mtu mwingine kabisa. Yaani kwa ule muda mchache ambao ilikuwa kabla sijaingia kufikiriwa shimoni, nilikuwa ninaona watu wengi maana mbona anakuja anazungumza hivi, yaani kwa muda ule mchache tu. Nikata sielewi kama inakuaje, naona mara miti, yaani vitu vikawa vingi kwa kule muda huo. Akanivuta mkono akaniingiza kwenye shimo pale. Shimoni nikaingia katika shimo ambalo ni mfano wa kaburi vile vile. Baada ya kuingia katika ile shimo nikajifunika uso kwa mbele hivi, nilikuwa niko shimoni kujikinga hivi, akafukia.